Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Kwamba tarehe 25 ya Oktoba kila mwaka iwe ni siku ya kukumbuka mateso wanayopata wenzetu kwa ajili ya vikwazo vilivyowekwa na hawa koloni mamboleo. Kuna ukoloni mkongwe ulipotoka, bado kuna ukoloni mamboleo unaoendelea, na hasira za wale zinafahamika. Vita vya Zimbabwe ilikuwa ni vita vya ardhi, uchumi. Ndio wakaingia kwamba hawa kwa kuongea nao kwa mdomo hivi hawatutuelewa, tukawang'oe. Wakawa na makambi pale Kongo. Amekwenda Kongo kuangalia walipokuwa kambi yao enzi hizo. Walikuwa na makambi Mgagao kule Iringa. Wanajifunza namna ya kuondoa hawa wameng'ang'ania umekalia ardhi yetu, ardhi ya Wazimbabwe. Walikwenda wakawatoa. Sidhani wale waliotoka waliokuwa na faidi wanaishi kwa kutokana na ardhi ambayo ni ya Wazimbabwe kwa maslahi yao hao. Walijenga hasira. Wametoka huko wamejenga hasira. Sasa hasira yao ile ndio sasa tutazuia hawa tuwakabe mpaka wafe. Tusiruhusu sisi wakubwa kusaidiana nao kwa namna yoyote. Hili ni jambo la kudumu. Mtu akikukanyaga mguuni hapo, kukanyaga kwa makusudi, huachi kupiga kelele kwa sababu jana ulipiga kelele, sasa uendelee sana kupiga kelele. Si tutaendelea kupiga kelele mpaka afanye nini? Aondoe mguu wake alikukanyaga. Kwa hiyo tutaendelea kupiga kelele mpaka waondoe vikwazo vyao kwa Zimbabwe. Ni uamuzi wetu. Na matatizo sio lazima iwe ni moja tu, lakini la msingi kwa sasa la kiuchumi ni hili la kuzuia mahusiano ya kibiashara na nchi nyingine mbalimbali. Yatakuwepo mengi tu. Hapa sisi sio tatizo moja tu. Dunia yote mpaka hizo mnasema zimeendelea zina matatizo mengi. Lakini naangalia lipi ambalo linasababishwa na wao wenyewe na wanasababisha wa nje. Hili la vikwazo linasababishwa na watu wa nje walioondoka wakiwa na hasira ya kutolewa kwa njia ya mtutu. Nakushukuru sana Captain Rigora, mpiganaji mstaafu, ni miongoni mwa trainers. Hawa ndio miongoni mwa wafundishaji waliokuwa wanafundisha wapigania uhuru wao. Na nimekwenda kushiriki vitani kule. Na siku ile mwaka 71 mimi nikaenda Msumbiji, yule bwana tulikuwa karibu naye sana. Huyu Captain Rigora. Kwa hiyo naomba nirudie tena. Hizi ni kelele ambazo kila mmoja, na sisi pekee yetu tu hapana. Nchi zote hizi za SADC ziko katika kesho zinaikumbuka kama siku ya uonevu wa Afrika. Nitakusomea tulisema nini mwaka 71. Nitasoma katika ule mwongozo wa 71. 91 tulisema nini? Tulisema bara letu la Afrika hivi leo ni kiwanja cha mapambano makali ya ukombozi. Mapambano hayo ni kati ya wale ambao kwa karne nyingi wamekuwa wakinyonya utajiri wa Afrika, na kwa kuwatumia wananchi wa bara hili kama vyombo vyao, kama watumwa wao, na kama wananchi wa Afrika ambao baada ya kutambua hali yao ya unyonge na ya kunyonywa wameamua kuingia katika mapambano ya kujikomboa. Mapambano haya ni magumu na ya muda mrefu. Mwongozo wetu wa chama chetu cha Mapinduzi ni mapambano ya muda mrefu. Mapambano haya wakati mwingine huwa ya kimya kimya, mara yalipuke kama baruti. Wakati mwingine mafanikio huenda kwa wananchi, alafu punde sipunde mafanikio haya yakawaponyoka wananchi. Hii ndiyo historia ya Afrika tangu miaka ya 60, ambapo nchi nyingi za Afrika zilijipatia uhuru wao wa bendera. Sisi hatukulazimika kupigana. Miaka 7 ya kumwambia mkoloni toka, Mwalimu kamobilize wote na wananchi wote wakashiriki, tukafanikiwa
kwa bahati nzuri. Wengine wakaonekana hapana. Wengine walifanya nchi hizo ni majimbo yao. Kwa mfano Msumbiji ilikuwa ni jimbo la Ureno. Majimbo. Wakasema no, tokeni. Sasa kama sio kwa maneno, basi tupambane. Mapambano hayo yanaendelea. Kuna shairi moja aliandika Mwalimu kuhusu mambo ya ukombozi wa Afrika. Hiyo sitaki kulisoma sasa. Mimi naomba sasa nirudie kusema kazi hii ni ya wote. Wa mama, hebu mfikirie kijana anakosa huduma zile za msingi kwa sababu tu kuna mtu mmoja asema msipeleke huduma za msingi kwa wale. Watu wakosea nini wale? Mtu tangu mwaka 2000 wameweka vikwazo. Hata kama ni adhabu siwa ina kikomo. Lakini hawezi kuondoka kuacha kukupa adhabu kama utaonekana mbaki meridhika. Lazima tuone wanaumia wenzetu wale. Basi nadhani niishie hapo. Nimkaribishe Generali Balozi Generali. Thank you very much for the invitation, but to start with, may I recognize the Vice Chairman, Chama Cha Mapinduzi, the mainland. Thank you very much for inviting me, Honorable. May I also recognize members of the Chama Cha Mapinduzi, and in particular, those who are with us today. Now, in brief or briefly, the decision was taken by the SADC former liberation movements when they met in Harare, in Zimbabwe, but in Victoria Falls. They then set a resolution that the region must speak with one voice. The region must express their anger with the continued onslaught by the Western capitals on Zimbabwe through the imposition of sanctions on Zimbabwe. These sanctions were imposed to start with by the European Union as a follow-on to the bilateral dispute between Zimbabwe and Britain. The dispute has emanated from the land reform program that was taken by the government of Zimbabwe in 2000. Remember, back at home, 75% of land, and to be precise, arable land, belonged to the minority white farmers. And the black majority were only remaining with the remainder. And therefore, the government took a decision to repossess our land. The war for liberation was fought to liberate the land, and it was focused on the land issue. And that triggered the bilateral dispute between Zimbabwe and Britain. Then Britain had to escalate its campaign to the European Union. And in 2002, European Union imposed what they termed targeted sanctions on Zimbabwe. They also escalated their campaign to their allies, this time to the United States. And the United States of America also imposed sanctions on Zimbabwe under the Act Zidera. In brief, these sanctions
though they may be termed targeted, it then restricted and barred any international financial institutions, including other banking sectors, from assisting Zimbabwe financially. If any institution would endeavor to do so, they will be severely punished by the United States under ZIDERA. And therefore, the effects and the impact back at home are basically affecting the ordinary people. The children, women, and mostly the disadvantaged will have then created shortages in various sectors of the economy, also crippling the economy from recovery. And therefore, under the leadership of His Excellency Dr. John Pombe Joseph Magufuli's leadership of the recently held SADC summit, a bold decision was therefore taken that set aside 25 October as a regional day for the region to express their anchor in solidarity with Zimbabwe and the call for unconditional lifting of the illegal sanctions. And hence today we are here. The program has been kick-started by Chama cha Mapinduzi, the ruling party of the United Republic of Tanzania, leading to the main event to be held tomorrow at Dar es Salaam. In brief, may I thank you most sincerely, the Vice Chairman for Chama cha Mapinduzi Mainland, for inviting me and expressing solidarity with the people, especially the vulnerable communities in Zimbabwe. I thank you. Thank you very much. The background, I think, has been shown. And I don't need any questions anymore because I had already asked. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.